نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: والعاقبة للتقوى. Ndugu zangu wa Kiislamu, baada ya kumhimidi Allah jalla jalaluhu na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo ikiwa ni siku ya kihistoria katika tarikh al-Islam, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa makusudi maalum, kuwe kuna tukio maalumu litakalomfanya Muislamu abadilike kutoka katika steji fulani kwenda katika steji nyingine. Leo duniani tutavumiliana kwa wale ambao yale ninayoyazungumza kidogo wako kinyume nayo. Leo duniani ni siku ya Eid. Siku ya Eid hii imefungamanishwa na ibada kubwa sana, ibada ya haji. Nyuma yake hapa palikuwa pana siku ikiitwa Yaumu Arafa, yani jana waliokwenda kufanya ibada ya hija walifanya tukio la kuwepo na kusimama katika viwanja vya Arafa. Nyuma yake tena kukawa kuna Yaumu Tarwiyati. Hizi zote hizi ni siku ambazo za kimatukio katika Uislamu zinafuatana hivi. Yaumu Tarwiya ikitoka ije Yaumu Arafa, leo inaitwa Yaumu Nahri. Hii ni kisheria. Yaumu Nahr, yani siku ya kutoboa shingo za ngamia kwa ajili ya kumwaga damu za wanyama wale. Kisheria inaitwa an-nahru, ni kumtoboa yule ngamia. Ngamia utobolewa kwenye shingo. Adhabhu ndiyo huchinjwa ng'ombe, huchinjwa mbuzi, huchinjwa kondoo. Kwa hivyo ikisemwa fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako swala ya Idi ambayo iliswaliwa leo asubuhi, wanhar, na ukimaliza fanya nahri. Nahri maana yake ni kumwaga damu. Neno limetumika sana, linatumika kwa ngamia, lakini makusudio ni wanyama ambao 8 azwaj. Min al-baqari 2 wa min al-ibli 2 wa min al-dha'ni 2 wa min al-ma'zi 2. Alhasil, haya yote na yaeleza hivi ili upate ufahamu wa kunifahamu kile nitakachokizungumza, ya kwamba hizi siku zimepangwa hivi zifuatane na matukio haya mpaka siku ya leo iitwe Yaumal Hajjil Akbar. Allah aitaja hivyo katika Qur'ani, wa'adhin fi nnasi yaumal hajjil akbar anna Allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu. Siku ya leo ni siku ya hija kubwa. Leo ndo mkamiliko wa ile ibada waliokwenda kuifanya ndugu zetu wale. Mungu awatakabalie na awarudishe katika miji yao
kama mtume alivyoahidi kwamba alhajjul mabrur, hija ikiwa njema imekubalika, basi mtu anarudi katika mji wake kama siku aliyozaliwa na mamake, yani madhambi yamefutiwa yote. Sasa hii siku imeitwa kuwa ni siku ya Eid, na alfadhu shar'i laha maqasid, matamko ya sheria huwa yana makusudio. Imeitwa Eid liannahu yaud kila am. Eid ni kwa sababu inarudi, inajirejea kila mwaka, ndiyo maana ikaitwa Eid. Na wanasema ahlul ilm rahimahumullah, lengo la kuwekwa hivi mawaqit sanawiya, vituo vya mwaka, yani kila mwaka tunapita katika tukio fulani sisi. Makusudio makubwa ni Allah tabaraka wa taala kukukumbusha wewe kwamba hii siku ulionayo leo mwaka jana ilipita kama hivi. Maana yake wewe na mimi kutokea kama leo, lakini mwaka jana tushasogea kwa hatua za mwaka mzima kusogea katika makaburi. Na mwaka huu tulionao hapa tulipo itafika tena siku kama ya leo. Maana yake kama ulikuwa umebakisha miaka 3 ya kuishi, ina maana ushakata miaka 2, umebakia mmoja katika maisha yako hapa duniani. Sasa Allah tabaraka wa taala ameweka hivi ili watu wawe wanajirudi, wawe wanaweka kumbukumbu zao sawa sawa. Mwaka jana mpaka hapa nilipo nimeongeza nini katika sehemu za uchamungu wangu? Nimeongeza nini katika sehemu za ibada yangu? Mambo yamegeuka kinyume. Sisi tunapiga hesabu kama hizi kwenye mambo ya biashara. Toka mwaka jana mpaka hapa nilipo mwaka huu nimefanikiwa vipi? Lakini ilivyotakiwa hasa kutokea mwaka jana mpaka hapa nilipo, nimebadilika vipi mimi kwenye tabia ya kusema uongo? Mimi mfanya biashara, mimi nimepunguza vipi uongo mimi? Hii ndio kipimo cha Muislamu kwa mwaka mzima huu. Nimefanikiwa au nimeendelea kula hasara? Nimefanikiwa vipi mimi katika kuongeza ibada, katika hofu ya Allah kwa mwendo wa mwaka mzima? Huu mwaka huu ni mwaka wa faida kwangu mbele ya Allah au ni mwaka wa hasara kwangu? Akasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala ameweka mawaqit sanawiya, vituo vipitavyo katika mwaka vikiwa na malengo ya islah al-qulub. Lengo ni kutengeneza mioyo ya watu, na mioyo inatengenezwa kama inavyotengenezwa gari. Mioyo inatengenezwa kama inavyotengenezwa simu ikiharibika. Unakwenda unamtafuta fundi ambaye unaijua ile kazi yake vile ilivyo. Usibahatishe bana, gari ni harama hiyo bana, gari usimpelekee fundi yoyote hiyo bana, simu usimpelekee fundi yoyote hiyo. Na mwili wa mwanadamu hivyo hivyo. Mwanadamu akiumwa na moyo mathalan, hachukui tu maamuzi ya kwenda hospitali yoyote. Wanaamrizana watu, hospitali bora ya moyo iko pale fulani, na ikionekana Tanzania haifai, kwamba hapa hakuna daktari aweza kukabiliana na tatizo la huyu la moyo, mtu hukwea pipa kwenda India. Unakwenda kutibu nini wewe? Anakwenda kutibu moyo. Moyo hufa. Sasa hiyo ni mambo ya kidunia. Moyo hufa kiroho. Na moyo hufa kiroho, sababu kubwa ya kwanza kufa kiroho ni nisyanul maut, ni watu kusahau kufa, ni watu kusahau kufa. Inawezekana katika mjumuiko wa Ijumaa huu tuliokusanyika hapa kwenye ibada, kuna baadhi ya watu waliyadhu billahi wana miadi ya mipango ya haramu hapa tulipo msikitini. Inawezekana hivyo. Yale na mipango ya haramu, nsubiri na kuja mie Muislamu ndakuswali leo Ijumaa, ana mipango ya haramu. Huyu kaghafilika na kifo. Mmoja katika wanavyuoni anasema, mwanachuoni huyu katika as-salaf anaitwa Rabi' ibn Khusaym rahimahullahu ta'ala, anasema law ghafala qalbi
an nisyani almauti sa'atan au law faraqa nisyana almauti qalbi sa'atan, lau moyo wangu mimi utaepukana na kuacha kukumbuka mauti kwa saa moja tu katika maisha yangu yanayopita hapa duniani, khiftu au la khashitu alayhi an yafsuda qalbi au khashitu an yafsuda qalbi. Asema hiyo ni sababu na hofia mimi kufisidika moyo wangu ndani ya saa moja likipita mimi sikukumbuka kwamba mimi ni katika wafu ndani ya saa moja. Sasa haya matuo na matukio yanapita, watu wanasherehekea, mwaka umemaliza, Eid imekwisha. My friend, ndio mwaka mzima ushauacha ule uhai wako, tunakwenda sasa. Kama ilikuwa imebakia mwaka mmoja na mwezi mmoja, maana yake sasa tuna mwezi mmoja tu. Kuna baadhi ya watu wataenda, mwaka ndio ushaisha. Alikuwa na mwaka mzima toka mwaka jana, lakini akaghafilika na mauti. Na yakizungumzwa mauti, tatizo letu tunafikiria kwamba hapa kafa yule, ndo yale mambo yale ya kukoshwa maiti, anageuzwa hivi. Wewe hufikirii kama wewe ndo ulewekwa pale. Wewe wafikiria kwamba huyu ni yule jirani yangu fulani, kama ndo itakuwa yeye ndo tutamkosha yeye, tuenda kumzika yeye. Ndio tatizo la nafsi za Waislamu. Na nafsi yako ikiwa hivyo au nafsi yangu ikiwa hivyo, maana yake hili ni pakacha tunalotembea nalo, hata litiwe kiasi gani linavujisha. Pakacha twajaza maji, twajaza maji, twajaza maji, linavujisha. Tiba ya kwanza ya kiraka cha kuziba moyo wa Muislamu iwe akipita kwenye matukio ya mwaka yatakayomkumbusha kwa maana wewe wenda, ni dhikrul maut, kukumbuka kifo, ni kujihesabu kama wewe ni katika wafu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akthiru min dhikri hadhi min ladhati almaut. Hebu kumbushaneni sana jamaa jambo lile ambalo litakata utamu wa speed ya maisha kidogo. Mtu ataweka step kidogo hivi, mipango, akikumbushwa tu kwamba kuna kufa. Waonaje wewe kama la asiri ya leo hutoswali, au la asiri ya leo ndio tunatangaziana yule aliyokuwa akihutubu pale ataswaliwa msikiti fulani, anazikwa la asiri ya leo mwana kwerekwe hapo. Waonaje wewe? Au yule ndugu yetu fulani tuliswali naye Ijumaa pale, ushamkumbuka ule alikuwa kakaa pale fulani pale, ataswaliwa msikiti ule tulioswali Ijumaa swala ya alasiri, alafu tunakwenda kumzika. Wewe niambie kwa dhati ya moyo wako, iwe hivyo unavyoambiwa kwamba alasiri hufiki na inasaili kabisa, unaona kwamba alasiri hufiki, niambie wewe kama huja na benki kuzikwangura ukawatafuta mayatima ukawapa, niambie huu msikiti wajengwa hapa na watu watachangishwa lakini wallahi ukiyakinisha wewe kwamba alasiri hufiki, huu utasema niatieni mimi ni umalizi. Unayakini sasa kwamba mimi alasiri sifiki. Za nini hizi? Dhikrul maut, al-amru al-awwal ni kukumbuka mauti. Tunapoyakumbuka mauti yanatusogeza katika hatua ya pili ya mafanikio. Hatua ya pili ya mafanikio ni ziyadatul a'mali salihah, ni kutokuwa wavivu katika kutenda matendo mema. Hii ni hatua nyingine ya mafanikio, na kufanya moyo uliokuwa na kiraka. Moyo jamaa huwa na kiraka na moyo hufa kabisa, na moyo hufa kwa madhambi na kusahau sana mauti. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza katika hadithi yake tukufu, innal mu'mina idha adhnaba dhanban nukita fi qalbihi nukta sauda. Mu'min anapotenda madhambi huwa inawekwa nukta nyeusi katika moyo wake. Ukitenda dhambi, na ile nukta inakuwa kubwa kwa mujibu wa ukubwa wa dhambi, na inakuwa ndogo kwa mujibu wa udogo wa dhambi. Kisha akasema sallallahu alaihi wasallam, wa dhalika huwa ranu, na hiyo hata ta'alu alayhi, mpaka lile tabaka jeusi linakwenda kufunika moyo wote ule, moyo wa Muislamu, doto mpaka linafunikwa moyo lote lile. Na ukishakufunikwa, Mtume anasema hiyo ndio inaitwa arranu, ile unayoisoma wewe kwenye Qur'ani kwa wepesi na pengine maana yake hujui. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sura hii ipo kijuzuni na watu wanaijua. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, maana maneno haya kuna kitu kimekwenda kuzunguka na kuziba mioyo yao,
na kitu hicho ma kanu yaksibun, ni yale matendo ambayo walikuwa wakiyatenda watu. Madhambi ukitenda tu kinawekwa. Ndio maana nafikia pahala mtu inakuwa sikio la kufa, hata ambiwa vipi asikii tena. Yale unomwambia anagonga hayaingii katika moyo, kwa sababu ule moyo ushafunikwa kwa tabaka kubwa. Moyo wa mwanadamu huu umekushangamia, umekwenda na maji. Vipi moyo huu unasafika kidogo kidogo? Ni matendo mema kwa wingi, swala za sunna, funga za sunna. Hapa kuna watu siku hizi 10 zimemalizika, leo ndo mwisho. Leo ndo hizi siku 10 zimemalizika, leo ndo mwisho. Mtume kasema hivyo, ma min ayamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ashr, hakuna siku ambazo kitendo chema kinapendeza zaidi kwa Allah kuliko siku 10 hizi. Wallahi kuna watu hawajafunga hata siku moja. Wallahi kuna watu hawajatoa sadaka hata peni lile moja lile hajafanya. Kuna mtu hajaingiza sehemu za kusoma Qur'ani, hajafanya lolote. Zile siku dukhuluha wa khurujuha sawaun alayhi, zile siku kuingia kwake na kutoka kwake hajaongeza kitu. Huu moyo umekufa. Mtume kaulizwa hivyo, wala jihadu fi sabilillahi, hata kupigana jihadi itakuwa ujira wake ni mdogo kuliko shilingi 100 aitoayo mtu sadaka katika siku 10 hizi, au funga anayoifunga, au aya za Qur'ani anazoma. Hata hizo zitapita jihadi. Mtume kajibu maneno black and white, wala jihadu fi sabilillah. Hata jihadi haiwezi kuwa sawa na tendo linalofanywa hapa. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, isipokuwa mtu aliyekwenda jihadi kwa nafsi yake yote na mali yake yote, thumma lam yarji' minhuma bi shay, kisha asirudi na chochote. Yani nafsi ikateketea kule na mali yake ikamalizika kule. Huyo inawezekana tusimpate kwa ujira huyo, lakini yule atakayekwenda jihadi alafu akarudi, hata kama amerudi na majeraha, ujira wa matendo yanayotendwa siku hizi 10 zilizomalizika mwisho leo ndo mwisho, likizama jua leo ndo mwisho. Ujira wa siku hizo ni mkubwa, unapendeza mbele ya Allah. Wallahi kuna waislamu hawajahisi kwamba hizi siku zimeingia na zishaenda. Hii ni kwa sababu mioyo imekufa. Sasa al-ikthar min al-a'mal salih, na hatuwezi kufikia katika hii nukta ya pili ya kukithirisha matendo mema mpaka nukta ya kwanza iwe imekaa katika moyo. Mimi ni mfu. Ikiwa wewe una uhakika na unajipima katika nafsi yako, mimi ni mfu, pengine alasiri sifiki, hutoki hapa kama hujaswali swala ya sunna. Hapa hutoki tukimaliza kuswali swala ya Ijumaa kama hujaswali swala ya sunna, na utaiswali ukiwa unasema pengine hii ndiyo ya mwisho, kwa sababu kwenye akili kuna mauti. Ikikita vizuri nukta ya kwanza, hii nukta ya pili tutafanikiwa. Allah tabaraka wa taala anasema, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita, lau kama viumbe wangeliyafanya yale mawaidha wanayoambiwa kila siku, yale mambo mema wanayoambiwa kila siku, lau kama wangeliyafanya. Lau katika lugha ya Kiarabu inaweka sharti, inahitaji jawabu, na jawabu lake daiman mara nyingi inakuwa murtabita billami. Lau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum, anayesema hivi ni Allah. Lau ingefanya yale unayopewa mawaidha kila siku, lau ungefanya, lakana khairan lahum, wallahi ingelikuwa ni bora kwao, wa ashadda tathbitan, na ingelikuwa kitu hicho ndiyo kitu madhubuti cha kuuthibitisha moyo uliokufa mwaka mzima. Moyo huu shakufa kwa madhambi, moyo huu shakufa kwa mijibude, michuki, nini, mwaka mzima uko shaharibika. Leo kakaa pahala mtu anaambiwa maneno, anahisi hasa kwamba haya yananiingia vizuri katika khutba, yananiingia vizuri, ukatoka na maazimio hasa mie nakwenda kubadilika. Basi yale mabadiliko ya kufanye, unaongeza vitu katika mambo ya kheri. Allah ndo anasema ukiwa unafanya sana yale unayoambiwa katika mambo ya kheri, kwanza khairan lahum, ni bora kwako, faida hiyo utaikuta baadaye. Pili, na hili ndio lengo, huu moyo usiwe kaa pakacha, kila kinachosemwa kinavuja. Wa ashadda tathbitan, hayale matendo mema yale yanakufanya unakuwa madhubuti katika kuuthibitisha moyo wako. Wewe mwenyewe ukitaka kufanya jambo la haramu utajisuta, utajiambia mimi swali hii navo ndio nimetoka kuswali sasa hivi, ndio sasa hivi nifanye hivi hapa, sifanyi. Mie hivi hivyo, mimi nimefunga hapa, funga ya sunna, ndio niseme uongo hapa, sisemi. Mie hivi hivyo, ndio unajisuta mwenyewe kwa sababu ya yale matendo mema mengi unayofanya, unaogopa kuyaharibu. Ukiwa huna yale matendo mema, yale madhambi hayakushtui chochote katika moyo wako. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu wa Kiislamu, nakuhusieni tena kwa mara ya pili katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika mafanikio yetu mbele ya Allah jabaraka wa ta'ala yako kwa wale ambao watakuwa ni wacha Mungu kuliko sote. Haya, tumefika sasa kwenye daraja la pili. Hili daraja la pili ni natija ya daraja la kwanza. Sasa ndani ya daraja la pili la sisi kukithirisha matendo mema, Mungu ametuahidi kuwa ndio jawabu ya lau. Ashadda tathbitan, itathibitisha tu mioyo yetu, itatulizana, tutakuwa na mioyo mizima, sio ile mioyo migonjwa. Al-amru thalith, jambo la tatu, qira'atul Qur'ani bitadabbur, ni kuisoma Qur'ani kwa mazingatio. Sitaki kutamka maneno hapa nikawatia baadhi ya watu unyonge, maana imenaiva vizuri. Mimi najua vizuri sana kwamba wako baadhi ya watu ambao wataingia unyonge kwa maneno haya, kwamba hawajui kusoma Qur'ani mpaka leo hapa. Na ukitoka huko nje wa Zanzibar, 99% Waislamu mawe ya buju. Uislamu hatujui kusoma Qur'ani kwa ahkam, na badala yake au baya zaidi hatujui maana yale maneno. Tunaojua kusoma hatujui maana, na wajuao maana hawafanyi kazi. Yani matabaka kwa matabaka, uharibifu juu ya uharibifu. Lakini tusipiane unyonge, tuamrizane ukweli. Watu wameihama Qur'ani. Kuna baadhi yetu, lau kama si hii alhamdu inayosoma kwenye swala kila siku, na ile sura ifuatiayo pale mbele kama ni qul huwallahu au alam tara, lau kama si ile isomwayo ndani ya swala, kuna baadhi yetu wasingesoma Qur'ani kwa siku. Sitaki uniambie kweli hiyo, mimi najua. Usiniambie kweli, mimi najua. Nikianza na mimi mwenyewe nafsi yangu, kuna baadhi ya watu ingepita siku nzima asisome Qur'ani. Hasa mambo hayendi hivi. Hayendi hivi, alafu tujisifu asilimia kubwa sisi ni Waislamu. Muislamu yataazaz bil Qur'an, na ndani ya Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratu Yunus aya takriban nambari 57-58, Allah tabaraka wa Ta'ala anasema ya ayuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lilmu'minin, au kama qala subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas, enyi watu, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, yamekujieni mawaidha kutoka kwa Mola wenu, wa shifaa'un lima fi sudur, na hilo lilokujieni pia ni ponyo kwa maradhi yaliyomo katika moyo. Ule moyo ule ambao ndo kapa kacha, ukitiwa vitu unavuja. Kuna baadhi ya watu mioyo yetu inavuja, tunaambiwa alafu tukitoka hapa imeisha, tunakwenda kufanya yale. Sawa, natija yake itakuja hapo mbele baada ya kufa. Lakini kuambiwa, lazima uambiwe kwamba ufanyavyo hivi ndugu yangu sivyo unavyofanya hivi. Mungu asema ndani ya Qur'ani tumeletewa mawaidha mazuri yatakayotupa manufaa. Pili, tumeletewa ponyo la tiba ya madubwana na minyangarika iliyomo katika vifua vyetu. Ule kuwa moyo ni mchafu mbaya, utasubuka vizuri sana huu moyo na ukae sawa sawa ukisomewa aya za Qur'ani, hususan nyingine zinazokuhusu wewe, na pengine wasoma kila siku ukiswali alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Huna sura nyingine wewe ukiswali wasoma alhaakumut takathur, kumbe ya kukamata wewe. Wadduha wallayli idha saja araita alladhi yukadhibu bidi. Sura zote zile uzisomazo zile za kukamata wewe, lakini kwa sababu hujui maana yake hazina faida. Ukiisoma kwa mazingatio, Allah anasema utapata shifaa'un lima fi sudur, tiba ya maradhi
ya matatizo yaliyomo katika vifua vyetu, yale tiba ya mioyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia maneno haya muhimu sana. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, fahamuni kwamba katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama, idha salahat salaha aljasadu kulluhu wa idha fasadat fasada aljasadu kulluhu. Kipande hicho kikitengenea vizuri, mwili wote umetengenea insha Allah. Kikiharibika kipande hicho, mwili wote, viungo vyote vimekwenda kuharibika huko nje. Ala wa hiya alqalbu, fahamuni vizuri, kipande cha nyama hicho ni moyo. Moyo huu utatengenezwa sana na kuzisoma aya za Qur'ani, hususan ukiwa na mazingatio. Wala usikimbilie wewe nitaka nimalize msahafu mzima ndani ya siku 10 inshallah. Soma zile sura chache unazozijua maana yake, zikariri zile mpaka uzihisi sasa kwamba hizi mimi zimo katika damu yangu. Maamrisho yaliyomo kwenye aya hizi mimi nayafanya, alhamdulillah. Makatazo yaliyomo humu mimi nayaepuka. Kisha sogea mbele kwenye aya nyingine au sura nyingine, haina faida yoyote. Mwezi mzima twakariri sura msahafu mzima, halafu hatujui maana yake. Zile aya twazitimba kwenye usomaji, au maamrisho twayakiuka, makatazo haina faida yote, makatazo twayafanya haina faida yoyote. Faida ni kusoma Qur'ani kwa mazingatio. Wapi utakwenda kusoma, hilo ni jukumu lako wewe na familia yako na mtoto wako nao. Mwisho, hii ni nukta ya 3. Nukta ya pili tumesema, nukta ya kwanza tumesema lazima tuyaweke mauti kwenye macho yetu. Yatatusababisha nini? Yatatusababisha tusogee kwenye nukta ya pili, tukithirishe matendo mema kwa wingi, tusidharau jema lolote. Ndani ya matendo mema tunalolipa kipaumbele katika hutuba yetu kwa ajili ya kutibu mioyo yetu ni Qur'ani. Kwanza kabisa, kabla ya chochote, Qur'ani tukufu. Kisha ndani ya ile Qur'ani kuna mambo mengi kwenye Qur'ani, lakini nikwambialo mimi leo, ndani ya ile Qur'ani kuna maeneo muhimu yanayoitwa qasasul anbiya'i wa qasasus salihin. Mule ndani mna visa vya manabii na visa vya waja wema. Vile ni muhimu zaidi katika matengenezo ya kutengeneza mioyo yetu. Maana hapa tulipo mpaka hii leo ikawa kuna sikukuu ya kuchinja, kuna tukio lilitokea. Wewe unasoma tu kwenye Qur'ani, falamma aslama wa tallahu liljabin وناديناه أي فلما أسلم قال يا بني إني أرى في المنام فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ونرى kusoma hivyo Qur'an. Hiyo ndio hichi kipengele ninachokizungumza hapa. Kuna qasasul anbiya, kuna qasasus salihin ndani ya Qur'ani. Zile ukizisoma kwa mazingatio, subhanallah, subhanallah, unaona moyo unavyobadilika, moyo unavyotetemeka. Ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anamwambia mtume wetu sallallahu alayhi wasallama, wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul, na hivi vyote tunavyokusimulia katika visa vya mitume ndani ya Qur'ani, lengo lake ma nuthabbitu bihi fuadak, tunataka kukakamaza moyo wako uwe kangangari. Angalia aliyopita nyuma huko kwa wenzio. Moyo huu unapata kuwa madhubuti pale ulipoahidiwa jambo jema na Mwenyezi Mungu, na watu wakawa wanakuvunja moyo, wanakukatisha tamaa. Ukisoma tu katika Qur'ani, kumbe mambo yalipita hivi, moyo unakuwa ngangari na unashikamana vizuri katika mambo ya wajawe. Na hivyo hivyo katika maovu, ukiangalia yaliyowakuta waovu, na Allah anaeleza wama dhalika ala Allah wama dhalika ala adh-dhalimin bibaid, na adhabu kama hizo mbalimbali tulizowaadhibu waovu kama hawa haziko mbali kwa madhalimu watakaofanya kama walioyafanya hawa. Unatuliza moyo wako vizuri, unaangalia vizuri. Qasasus salihina ya ibadallah, vile visa vya waja wema vilivyomo ndani ya Qur'ani au katika hadithi za mtume. Allah akamwambia mtume, sasa pima wewe utaambiwaje? Mtume ambiwa kwa kusomea haya ili kukaza na kuthibitisha moyo uwe ngangari huo, moyo uwe na imani kweli kweli huo. Haya tunayokusomea haya, mimi na wewe tutahitajia vipi mambo kama haya? Utayapata wapi haya ikiwa wewe hutaki kukaa darasani, ikiwa wewe hutaki kusikiliza hata ukiwa nyumbani,
wewe unasikiliza yako, wewe ni mipira, fainali zote wazijua wewe, makombe yote wayajua. Siku hizi mpaka Zanzibar ete kuna watu timu yao Simba, Yanga, barabara zinafungwa. Nini? Kuna mechi ya Simba Zanzibar hapa. Nini? Sisi na dini, vipindi vya swala vinawapita watu pale. Imefikia pahala hapo sisi. Lakini muda ule ule ikisema kuna muhadhara, antoka shekhe kutoka Saudi Arabia leo, antoka Yemen leo, wallahi atakaa na watu 10-15. Wale waliojaza ule uwanja. Tokeni hapa basi dakika 10 tu, sikilizeni huyu mwanachuoni duniani, sio hapa Zanzibar wala duniani. Huyu mwanachuoni kaja hapa kwa ajili yenu. Wallahi billahi tallahi watu watakumuta viatu zao wende zao, na barabara zilifungwa walipokwenda kuangalia mipira. Hii mioyo mzima hii mioyo imekufa. Sasa tutayapata wapi haya ikiwa sisi twadharau kuhudhuria au kusikiliza tukiwa majumbani? Wallahi hii khutba naiona inakwenda na muda na wanakwenda, nataka kuifunga hapa, lakini kusema kweli haya mambo ni mengi na haishi. Hivi vipengele ambavyo tunaita vipengele vya islahul qulub, vya kutengeneza moyo, ni vingi na ni muhimu, hususan katika zama zetu tulizo nazo. Tupo katika zama ambazo wimbi la uharibifu wa moyo ni kubwa kuliko wimbi la uharibifu wa viungo na vingine mbalimbali. Lakini tutastopia hapa. Langu mimi la kusema ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea hizi siku, ni siku maadhim, na leo tupo katika siku ya nahri, siku ya kuchinja. Ibada kubwa ambayo twatakiwa kuifanya kwenye siku ya leo na siku 3 zifuatazo ni kuchinja. Na watu humu wengi wana uwezo wa kuchinja, humu watu wamo wengi. Kuna mapesa mengi yanatumika kwenye kuandaa masikukuu majumbani. Mapesa yale mtu asingeshindwa kutenga kishilingi 100,120 kununua mbuzi akachinja. Humu kuna watu kibao wana uwezo wa kuchinja, lakini hawatindi. Humu tumo twasubiri asema wanaochinja matajiri. Hapana, ile ibada ni kule kumwaga damu. Allah anapenda kuona siku ya leo na hizi 3 zinazokuja mbele, damu inamwagwa kwa wingi kwa ajili yake. Ndio katoa amri sasa, fasalli lirabbika, swali kwa ajili ya Mola wako. Swala ya Idi tushaswali kwa wale walioswali. Halafu wanhar, chinja my friend, chinja. Wala ibada sio kutoa sadaka ya nyama vo ukasema bwana vipi hapo kuna kilo ngapi, niwekee ng'ombe 2 hapo, ukapigisha order uwekee ng'ombe 2 buchari pale, ili ile nyama ukaichukua wewe upeane kwa wale maskini wapangisha pale. Ibada sio kutoa sadaka vo, ile ni ibada nyingine mbali. Ibada ni kule kupiga goti na kung'ang'anua. Na kama unaweza wewe mwenyewe, pinda mwenyewe, bismillah Allahu akbar, peleka. Huwezi, naona kisunzi mimi nikiona damu, mpe anayeweza kutinda tu, mpe anayeweza kuchinja. Ibada ni kumwaga damu, na inawezekana kwa mujibu wa sheria tukajichanga mpaka watu 7 tukanunua ng'ombe tukachinja. Inawezekana. Au watu 2, inawezekana. Ndo hamna. Haiwezekani watu 3 mkachanga mkanunua mbuzi mkachinja. Mbona mnafanya biashara kila siku? Si mchange 30,30, 40 mchinje. Mbona mwasema hamna uwezo? Mwambieni Allah uwezo wetu ni 30. Tunamwaga hii damu kwa ajili yako. Mungu anataka kuona hivyo. Watu wanafanya, mbona hatufanyi? Na uwezo wa kufanya tunao, na majumba tunayapamba kwa sikukuu. 20,20 changeni ya kikundi hapo, watu 2 3 mchinje ng'ombe, mchinje mbuzi. Hichi kitu kinawezekana. Allah anataka ile damu imwagike kwa ajili yake, na maskini nao vile vile wapate kuonja ile furaha kidogo, wagawanywe nyama. Hili jambo linawezekana. Tukitoka hapa watu mnajuana humu, tafutaneni 2 3 kwa ajili ya Allah, mwambieni Allah, huu ndio unyonge wetu. Ibada ya kuchinja ipo kuanzia leo mpaka siku 3 mbele zinakuja, ayamu tashrik. Hichi kitu kinawezekana. Na tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie hapa tuliopo hapa tuwe na maazimio, tukitoka hapa tunakwenda kuchinja insha Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا بالموجبات الندامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.